Wakenya 6 wakamatwa kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tarehe 9 Disemba, siku ambayo mara nyingi ushaini maadhimisho ya kihistoria barani Afrika Mashariki, iligeuka kuwa taswira mvutano mkali uliovuka mipaka ya kitaifa mbele ya majengo ya Reinsurance Plaza palipofunikwa na mawingu mazito ya ulinzi. Nia ya kundi la wanaharakati ilikuwa moja: kudai kuwajibika kwa kile walichokitaja kama mauaji ya raia nchini Tanzania yanayodaiwa kufanyika baada ya uchaguzi ulioibua maswali mazito kuhusu halali wake. Lakini badala ya kufikisha ujumbe wao, waliishia mikononi mwa polisi wa Kenya, hatua iliyoashiria sio tu jeraha la haki za kiraia bali pia alama ya mshikamano uliovurugwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, wakati machafuko yanayodaiwa nchini Tanzania yanaendelea kutikisa bara lote kimya kimya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Kenya Human Rights Commission KHRC, kukamatwa kwa wanaharakati hao kulifanyika ghafla licha uwazi wa dhamira yao. Walikuwa wamefika katika ubalozi huo kwa nia ya kuwasilisha waraka uliotengeneza upepo mpya wa mijadala kuhusu mustakabali wa utawala wa Rais Samia Suluhu, ambaye alipata ushindi uliotafsiriwa na makundi mbalimbali kama upande mmoja katika uchaguzi uliotajwa kuwa na utata mkubwa. Jina la Samia limekuwa kitovu cha mjadala mpana baada ya taarifa kuibuka kuhusu kile ambacho wanaharakati walikitaja kama ongezeko la matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji Tanzania bara. Kwa mujibu wa KHRC, kuanzia Oktoba tarehe 29 kulikuwepo kile kilichoelezwa kwa mfululizo wa matukio ya kuua raia, kukamata kiholela na kukandamiza upinzani, matukio yaliyodaiwa kufanywa kwa ushirikiano kati ya vyombo vya ulinzi vya Tanzania na wahusika kutoka nje ya nchi. Siku hiyo ya Jumanne, majina 6 yaliingia katika orodha ya waliokamatwa ambao ni Frederick Ojiro, Julius Kamau, Vincent Mboya, Lichuma and Shem. Hao waliunganishwa na safari ya mshikamano iliyotokana na kile walichokitaja kama wajibu wa kijirani, kwamba usalama, amani na demokrasia ya Tanzania haiwezi kuonekana kama swala la ndani pekee bali ni swala la eneo lote la Afrika Mashariki. Kwa wakati huo upande wa pili wa mpaka kulikuwepo mazingira yaliyozidi kuzua mashaka. Miji mikubwa ya Tanzania ambayo mara nyingi huwa na msongamano wa shughuli nyingi iliripotiwa kukumbwa na kimya kisicho cha kawaida. Mitandao ya habari ya kimataifa ilieleza jinsi barabara zilivyoonekana tupu, biashara zikifungwa mapema na askari wa jeshi na polisi wakionekana kukiza maeneo muhimu kama vile vituo vya mabasi, majengo ya serikali na barabara kuu. Taarifa za wanahabari walioko ndani ya nchi zilionyesha hali ya tahadhari ya kiwango cha juu. Watu walihimizwa kukaa majumbani na uingiaji wa taarifa kutoka kwenye majukwaa ya kidijitali ulionekana kubanwa. Kwa mujibu wa madai ya mashirika ya haki, hatua hizo zilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kufuta ushahidi, kuzima sauti za raia na kuzuia ulimwengu kuona yaliyokuwa yakijiri. Katika hali ya kawaida, siku ya tarehe 9 Disemba nchini Tanzania huwa ni siku yenye uzito wa kihistoria ambayo ni siku ya uhuru. Lakini mwaka huu kile kilichopangwa kuwa maadhimisho ya amani kiligeuka kuwa jukwaa la mijadala kuhusu mustakabali wa haki za binadamu, katiba na uhuru wa wananchi. Badala ya maandamano ya sherehe ulikuwepo hisia za woga, wasiwasi na kukoma kwa shughuli za kawaida. Siku moja kabla ya kukamatwa kwa wanaharakati hao, KHRC tayari ilikuwa imetoa taarifa ikionyesha msimamo wake kuhusu kile kilichokuwa kikitokea Tanzania. Taarifa hiyo iliendana na tamko la mashirika ya haki zinazoshirikiana nayo, likitoa wito wa kufanyika kwa maandamano ya amani barani kote tarehe 9 Disemba kupinga kile walichokitaja kama maamuzi ya nguvu kupita kiasi na kubomolewa kwa misingi ya kikatiba.
Hapo ndipo hadithi ilipoanza kuchukua mwelekeo mpya, mwelekeo uliosababisha kukamatwa kwa wanaharakati Nairobi, kuimarishwa kwa ulinzi jijini na kuwapo kwa uhusiano wenye mvutano unaohusisha Kenya, Tanzania na mashirika ya haki za kibinadamu. Katika taarifa hiyo, KHRC ilitaja kile kilichoonekana kama muungano tata kati ya vyombo vya dola vya Tanzania na mamlaka kutoka nje, ukitumiwa kukandamiza wapinzani, makundi ya kidini, wanaharakati na hata waangalizi wa uchaguzi. Madai hayo yalihusisha pia kuzimwa kwa majukwaa ya kidijitali ili kuzuia usambazaji wa video, picha na ushuhuda. Hata hivyo, licha ya ukubwa wa tuhuma hizo, serikali ya Tanzania mara kadhaa imekuwa ikikanusha kuwa kuna operesheni yoyote ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ikisisitiza kuwa hatua zozote zilichukuliwa kwa ajili ya utulivu wa taifa. Na katika kiini cha jiji la Nairobi, polisi waliongezwa katika maeneo kama vile Taifa Road kuimarisha ulinzi karibu na ubalozi wa Tanzania na kuhakikisha kuwa maandamano yoyote yanaweza kujitokeza yanadhibitiwa mapema. Uwepo wa askari, magari ya kukabiliana na ghasia na vizuizi vya barabara ama vya barabarani uligeuza barabara hizo kuwa eneo la tahadhari ya kudumu. Hatua hiyo ya kukaza usalama ilionekana kama mwendelezo wa kile kilichokuwa kikijitokeza Afrika Mashariki nzima, hali ya mataifa majirani kushughulika na athari za kisiasa na kiusalama zinazosambaa kutoka Tanzania kwenda maeneo mengine. Kwa wanaharakati waliokuwa wamekita kambi nje ya ubalozi, mazingira haya hayakuwa kikwazo bali msukumo. Waliona kuwa Tanzania haipo mbali na Kenya kihisia wala kijiografia, na kwamba matukio ya nchi moja yana athari za moja kwa moja kwa nyingine, kuanzia biashara, utulivu wa mipakani hadi mahusiano ya kijamii. Na katika miongo kadhaa iliyopita, Afrika Mashariki imekuwa ikijaribu kujijenga kama eneo lenye misingi ya demokrasia, muungano wa kiuchumi na ushirikiano wa kisiasa. EAC imekuwa ikihimiza uhuru wa kusafiri, uwekezaji wa pamoja na uundwaji wa soko la pamoja. Na hata hivyo, kila mara kunapojitokeza misuguano ya kisiasa katika taifa moja lililo karibu kudhihirika athari zake kwa majirani. Tanzania na Kenya zilizojenga msingi wa ushirikiano wa miaka mingi zilikuta uhusiano wao ukitazamwa upya kufuatia tamko la KHRC lililomtaja Rais wa Kenya William Ruto kama anayelinda utawala wa Samia Suluhu. Kauli hiyo ilizua maswali mapya kuhusu msimamo wa Kenya wakati nchi jirani na kumbwa na msukosuko wa ndani. Katika upande wa historia, si mara ya kwanza Afrika Mashariki kushuhudia matukio ya kisiasa katika nchi moja yakileta taharuki katika nyingine. Hali kama hii iliwahi kushuhudiwa wakati wa machafuko baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka 2007, mwaka 2008 na baadaye katika kipindi cha mvutano wa kisiasa nchini Burundi. Kwa hiyo kilichotokea Nairobi tarehe 9 Disemba kinaonekana kama sehemu ya historia ndefu ya ukanda ambao msingi wake wa amani umekuwa ukitetereka mara kwa mara kutokana na mivutano ya kisiasa. Na katika sakata hili, jambo lilionekana kuangazia wanaharakati hao zaidi ni sauti yao kuhusu kile kinachoendelea nchini Tanzania. Walisema kuwa hawapo hapo kwa ajili ya kutengeneza sura ya kimataifa dhidi ya taifa lolote, bali kuonyesha mshikamano. Na kwa ujumla wao waliona kuwa mustakabali wa nchi zao mbili unashabihiana. Katika mawazo yao, uoga uliokuwa unatajwa kushamiri nchini Tanzania ulihitaji kuangaziwa kimataifa ili kuzuia kile walichokiona kama hatua zinazoweza kusababisha majeraha ya muda mrefu katika taifa hilo jirani. Kwa namna fulani, ujumbe wao ulijikita katika kuunganisha historia ya ukanda, utamaduni wa watu na ushirikiano wa miaka mingi kati ya Tanzania na Kenya. Hadi saa za jioni tarehe 9 Disemba bado haikuwa wazi ikiwa wanaharakati hao wangeachiliwa mara moja au hatua zaidi zingechukuliwa dhidi yao, lakini tayari sura ya tukio hili ilikuwa imechorwa kwamba Afrika Mashariki ilikuwa inakabiliwa na changamoto mpya ya kisiasa na kiusalama iliyotokana na kile kilichotajwa kama msukumo wa ndani unaovuka mipaka. Katika kipindi hiki ambacho dunia inategemea teknolojia ya kidijitali kusimulia matukio kwa uwazi, madai ya kuzimwa kwa mitandao nchini Tanzania yaliibua mjadala mkubwa kuhusu haki za kidijitali, utawala bora na mustakabali wa uhuru wa kiraia.
Wakati huo huo, jiji la Nairobi, kwa kuwa kitovu cha mshirika wa kimataifa na mitandao ya habari, lilikuwa linaanza kuwa sehemu ya mtandao wa simulizi ambalo huenda likawa na athari kwa miongo ijayo. Kukamatwa kwa wanaharakati hao 6 mbele ubalozi wa Tanzania Nairobi kuliashiria zaidi ya tukio la kawaida la kukiuka taratibu za maandamano. Kulikuwa na ishara ya ukando na utikiswa na misuguano inayodaiwa kutokea ndani ya taifa mojawapo. Katika dunia ambayo demokrasia inabaki kuwa msingi wa utulivu wa mataifa, kile kilichotokea katika majira ya mchana katikati ya jiji la Nairobi kilikuwa sauti ya maeneo mawili yanayoshirikiana historia, uchumi na usalama. Sauti hii ilikuwa ni mwangwi wa simulizi kubwa zaidi, simulizi la ushindani kati ya mamlaka na uhuru, kati ya utulivu na uhitajika na uwajibikaji unaodaiwa, kati ya historia ya ukanda na mustakabali unaotazamwa kwa shaka na matumaini kwa wakati mmoja.